Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni asubuhi nyingine nzuri ambayo Mungu ametupea na tumejipata katika madhabahu. Nakwambia kujipata katika madhabahu si kawaida. Kuna wenye wanatamani lakini hawajapewa hiyo nafasi. Wengine wamekufa, maisha yao imefika mwisho. Wengine wako katika hospitalini ama katika vitanda vyao, wamegandamizwa na magonjwa. Wewe Mungu anakupenda. Sema Mungu ananipenda. Sema Mungu ananipenda. Kwa sababu matendo yake ninaiona. Amen. Mungu wetu ni Mungu wa ajabu. Siku ya leo ninataka tuongee kidogo tu kuhusu maombi. Kanisa letu linaitwa Hema la Maombi na ninataka tuongee kuhusu maombi kwa sababu watu wengi wamekosa kujua kuomba. Bwana asifiwe. Na tunafaa tukue very very careful wakati tunaomba. Bwana asifiwe. Amen. Sema neno la leo ni langu. Sema neno la leo ni la kufanya nijue kumuita Mungu. Amen. Na kitabu nataka tuingie moja kwa moja bila kutupa wakati, kwa sababu tuko na dakika kama 20 hadi 30 ya kuhubiri tu peke yake, na hiyo itakuwa imetutosha. Kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 7. Matthew chapter 7 ama Matthew 7 verse 7. Amen. Chapter 7 verse 7 inasema hivi: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ambaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Bwana asifiwe. Ombeni nanyi mtapewa. Bwana asifiwe. Mara mingi tumeweza kuona watu badala ya kuomba Mungu wanaanza kulalamika. Amen. Ama pengine adui yako unaanza kuambia Mungu, huyu adui yangu amenisumbua sana. Mungu hata muondoe, muue huyu adui. Na ukiomba maombi kama hiyo, ndugu ama dada, hiyo ni maombi wrong. Bwana asifiwe. Hiyo ni maombi ambayo mbele za Mungu haifai. Bwana asifiwe. Maandiko mahali penye tunaisoma tukapata tukifunzwa kusoma ama tukifunzwa kuhubiri kuomba, inasemanga kwamba kumwombea adui yako. Hata wimbo, kuna mwimbaji mmoja akaimba kutumia ile verse kwamba ombea adui yako aishi siku mingi. Amen. Yaani haufai kumwombea akufe, haufai kumwombea mabaya. Amen. Unafaa kumwombea mazuri. Watu wengine wanauliza, sasa mtu pengine ni msichana, kuna jamaa anamtaka na yeye hamtaki. Msichana ni mtu ameokoka, lakini hii jamaa anataka kumuoa ni mtu mwenye dhambi, ama ni mtu tu mbaya tu zaidi. Hata pengine ni mtu mwenye hafai kabisa, hata wewe mwenyewe huwezi taka kuitanishwa na yeye. Unauliza sasa, je, kama ni mtu kama huyu anaweza kukujia, utamfanyia namna gani? Msichana kama huyu anaweza ombea yule jamaa apate mume. Ambia Mungu, Jehova, naomba huyu jamaa apate mke. Amen. Apate mke ili awache kunisumbua, apate maisha mazuri. Na hakika atakapopata mke, na pengine Mungu asaidie apate mke na waende hata ng'ambo wa kuondokea, utapata wewe uko nini? Uko salama. Kwa hivyo shida yako imeisha ama haijaisha? Sijui ni nini ambayo unaweza kuwa umeona kwa mtu, uone huyu mtu kweli hakufai. Maandiko bado inasisitiza kwamba zidi kumwombea. Kwa nini umwombee? Kwa sababu ukimwombea mazuri, unapea Mungu nafasi ya kujaji ama ya kufanya hukumu. Bwana asifiwe. Lakini wakati umemjaji wewe mwenyewe, umeomba kwamba mambo yake iharibike. Pengine ni biashara unafanya, unamwambia biashara yake iharibike, yako ikuwe sawa. Amen. Ama unasema wacha Jehova niuze leo baka yule mwingine. Pengine mnauza vitu zenye zinafanana. For example, mimi nauza vitu za simu. Wacha leo niuze baka wengine wajue wewe ni Mungu wangu. Hiyo ni mashindano. Mungu hakuagi wa kushindana. Na wacha nikuambie, Mungu hawezi kuja kushindana na jirani yako. Mungu ni mkubwa sana. Bwana asifiwe. Mungu unafaa ujue ni mkubwa, sio warika hiyo, sio wa kiwango hicho cha kukuja kupigana na jirani yako. Ati pengine ni mwanabiashara mwenye mko karibu na yeye, huyo ni kama tu jirani bado. Mungu hafanyagi kazi hivyo. Kitu ambacho maandiko inasema hapa, inasema uombe. Amen. Uombe Mungu abariki kazi yako. Lakini sio uombe useme kwamba wacha niuze ili wajue kwamba wewe Mungu ni Mungu. Hapana. Hiyo ni kama unataka kuleta kitu inaitwa mabishano, ama ni kama ni competition inafanya. Bwana asifiwe. Wewe mahitaji yako mpe Mungu. Bwana asifiwe. Mahitaji yako, kama
kuna kitu unataka kifanyika kwa maisha yako, kama unataka kuinuliwa, pengine biashara yako unaona iko chini, wacha kusema wacha ni ufanye kazi ama Mungu nibariki nifanye kazi mpaka jirani ajue kwamba ninakuwa na wewe, kwa sababu hiyo utamaanisha kwamba Mungu sasa ni kukuja anakuja kufanya ile kitu ambayo unawaza ya competition happen. Mungu sio wa competition. Mungu hawezi kufanya competition na neighbor yako, kwa sababu huyo neighbor pia ujue aliupo na Mungu, wewe uliupo na Mungu. Kwa hivyo Mungu anatarajia uombe, uambie Jehova, ninakuomba ubariki kazi ya mikono yangu. Hiyo ndio maombi. Wacha kuomba ati ni kama nikubishana ati ndio wengine waone kwamba venye unanifanyia. No. Amen. Hiyo itakuwa ni wrong prayer. Amen. Nakumbuka Yesu alipoteswa, alipokutana na watu wabaya sana hapa duniani, wakati alikuja hapa ili akuje afanye kazi ya Mungu na akamilishe mapenzi ya Mungu. Siku zote wale waliomfanyia mabaya aliwaambia namna gani? Baba, uwasamehe kwa sababu hawajui walitenda. Hiyo ni sample Yesu alikuwa anatuonyesha. Na hiyo ilifanya Yesu akawa utukufu wa Mungu kawa na yeye siku zote. Hakuna siku alimuita Mungu akakosa kuitika. Hakuna siku aliomba akakosa kutimiziwa ombi lake. Siku zote, hata wakati aliambia Jehova, hii samaki wacha iwe mingi na mikate zikawa mingi. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa anaomba Mungu venye inafaa. Bwana asifiwe. Hakuna siku alianza kukashifu adui. Alikuwa anaombea adui, anasema Jehova, wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. Unajua kuna watu wengine wenye wanapitia mambo magumu, wanapitia mashida na ndiposa wanakusumbua. Ndiposa wanakusumbua kwa maisha yako. Utapata mwingine pengine wewe ni ndugu yako, ni shamba na kunyang'anya. Ni mashida zinafanya kunyang'anya. Huyo mtu ukienda muombea mazuri, Mungu ambariki. Hiyo shamba hata yenye anapigananga na wewe juu hiyo, hawezi pigana na wewe. Kwa hivyo ukimwombea mazuri, Mungu ambariki, utapata hata hiyo shamba hiyo vita ambayo ilikuwa inafanya uone yeye ni adui yako itaisha. Juu utapata hata hana haja na hiyo shamba. Ukimwambia ninataka niende nilime ile shamba yetu nyumbani, utapata anakuambia si wewe tulime ile shida, kwa sababu tayari Mungu amembariki hapa na mali zake. Lakini hii mashida kumwombea apate shida azidi kuwa masikini, sasa ndio unaongeza uadui wako, yani ndio unatengeneza sasa ile una create ile kitu ikuwe na nguvu zaidi ya kukuhangaisha na ya kufanya kwamba uonage yeye ni adui yako. Lakini ukimwombea mazuri abarikiwe, utapata pia na wewe mambo zako zinaenda vizuri, kwa sababu chenye ulikuwa unahitaji utapata na kipata very simple. Bwana asifiwe. Kwa sababu yule mtu atakuwa hana shida. Ile shida ilifanya akuja kuingilia ama afanye maisha yako ikue sasa mmekuwa kama maadui, hatakuwa nayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. 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 Atiombea adui yako mazuri. Ukimwambia mazuri, kuna uwezekano mpaka hiyo kitu ulikuwa na mbaya kwake hautaiona, kwa sababu atakuwa amebadilishwa maisha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nataka uone Yusufu. Yusufu aliposhikwa na wale mandugu zake. Nataka uone maadui venye saa zingine wanaweza kukufanyia. Mtu anaweza kukua adui yako, lakini Mungu amtumie kufanya ufike kiwango kingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio vizuri kuwaombeana vibaya saa yote. Yusufu aliposhikwa na akauzwa kule Misri, mandugu zake ndio walimfanyia hivyo. Wangekuwa marafiki wake kweli, si walikuwa ni kama maadui hao? Lakini hakuna siku hata moja aliwaombea mabaya, kwa sababu yeye kuna maono aliona kwamba alikuwa anainamiwa na akajua siku moja itatimia. Yeye hakukuwa na shida na wao. Baada ya kupata ufalme kule katika nchi yenye ambaye alienda, wakati walikuja kutafuta chakula, hakuwafukuza. Aliwaambia tu endeeni baba yenu, lakini hawakujua ni nani. Baadaye ndio wakakuja kujua kumbe yule mtu mwenye aliwatuma ni kijana yao mwenye walikuwa wameuza Misri. Bwana asifiwe. Wakakuja kustaajabu na maisha ya yule kijana Yusufu alikuwa mzuri sana mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yule Yakobo na Esau. Yakobo alipojua amemkosea ndugu yake, hakuombea ndugu yake mabaya. Aliambia Jehova, alisema kwamba kwa moyo, nilinyang'anya yule ndugu yangu mambo yake, nikamnyang'anya ile firstborn wake. Na wakati Mungu aliona Yakobo anamuombea ndugu yake mazuri, yule ndugu yake Mungu akamnenea, akamwambia ndugu yako anakuja, na akikuja usifanye jambo lolote mbaya. Na ni ukweli, wakati Yakobo alirudi nyumbani hawakukuwa maadui. Amen. Yakobo aliporudi baada ya miaka mingi sana, baada ya kutoroka, baada ya kuiba ile baraka, akarudi na warudi wakaendelea na maisha. Naye hiyo ikasababisha maisha yao yote ikakuwa sawa, wote walibarikiwa. Nataka nikuambie, baraka za Mungu hawezi zimaliza. Bwana asifiwe. Hata adui yako akibarikiwa, sio kumaanisha kwamba wewe baraka zako zimepunguzwa. Amen. Utapata bado wewe maisha yako inaendelea vizuri. Utapata kama Mungu alikuwa amepanga utakuwa na gari, utakuwa na maploti, zitakuja tu.
Yule wacha abarikiwe na yeye asikusumbue. Kwa hivyo utajipata sasa hata una watu kama wale kwa sababu unawaombeana mazuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hey. Unajua ninaona ni kama sijui kama mnanishika vizuri. Tumegundua kwamba ukiombea mtu mazuri mpaka ile uadui, Mungu anafanya baraka zinaingia upande yote mbili. Yani ile uadui inaisha. Kwa sababu utapata mambo iko sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha tuache kuwa watu ambao wanaingilia maadui wetu. Wacha tuwaombeange. Hata hekalo kama hili, wenye waliwaifanya vibaya, tuanze kuambia Mungu, Jehova tupiganie. Kanisa lako tunataka liinuliwe. Tuombe maombi ya kufanya kanisa liinuliwe. Tusiwaongelee hata. Wacha Mungu mwenyewe afanye kazi yake. Tuambie hata Mungu wasamehe hawakujua chenye walifanya. Naye Mungu atatuhurumia. Utapata kanisa hili limepelekwa kiwango kingine. Bwana asifiwe. Kanisa hili litapelekwa kiwango kingine. Mahali ambapo tunatamani kufika tutafikishwa kwa sababu ya kuomba vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tukiomba vizuri tutafikishwa kiwango kingine. Bwana asifiwe. Sasa singine unaweza jipata uko unaenda kwa mambo ama unajipata pengine umefanya jambo ambalo pengine hukukusudia. Unafaa pia ujiulize, hii mambo inatoka wapi? Mambo ambazo zinanifuata zinatoka wapi? Niliwahi kuambia kuna mambo zinafuataka mtu. Amen. Kuna watu wanajua kuomba Mungu sana, lakini unapata kuna mambo mengine haibadiliki. Unashangani kwa nini? Ama unajipata uko katika majaribu fulani. Amen. Kuna watu wanasemaga mimi naombanga lakini bado najipata jaribu kama la tuseme example usinzi bado inanisumbua. Amen. Kuna mtu mmoja, kuna watu waliwaisumbuliwa na mambo kama hizo. Lakini juu ya kujua kuomba Mungu akawategua kwa ile mitego. Mtu kama Daudi, nataka uone mambo ambayo aliyofanya. Ilifika mahali akafanya jambo ambalo kama ni wewe pengine ungesema hata samehewa. Aliwahi enda akapata mwanadada anaoga katika mtoni, akampenda yule dada na akamchukua na kuharibu sana, akamake sure ameua bwana yake ili apate kuishi na huyo bibi. Bwana asifiwe. Lakini ukisoma kitabu kile ambacho kinaongelea Daudi, kuna mahali anamulilia Mungu sana. Anamuomba Mungu, anamwambia Jehova, ninajua nimekukosea. Nimefanya mambo mabaya. Mimi ni mwenye dhambi. Mungu wangu nisamehea. Nisamehee. Yaani anaongea, hakuna mahali penye alitaja yule dada. Alidhihirisha ama akaambia Mungu direct, nimekukosea. Hakuanza kuambia Mungu kama Adam na Eve venye aliambia Mungu kwamba yule ambaye uliyeniletea ndiye aliyefanya niingie katika dhambi. Hakuanza kuongea mambo kama hiyo, kwa sababu ukikosa kujua mambo ambayo ilifanya tukaingia katika shida zote za dunia mpaka dhambi ya dunia, ni mtu wa kwanza kushindwa kuomba. Hakujua kunyenyekea, hakujua kuongea na Mungu. Kwa sababu Adam, wakati Mungu alikuja katika shamba ya Eden, hakuongelesha Eve, aliongelesha Adam, kwa sababu Adam ndiye alikuwa ameumbwa na ndiye alipewa zile instruction. Bwana asifiwe. Na kulingana na taratibu, Adam ndiye angefaa kuwa na decision. Bwana asifiwe. Wakati alipata amekula ile matunda, kuna uwezekano angesamehewa, lakini shida ilikuwa communication yake na Mungu ikakuwa ni wrong. Kwa sababu Mungu alipokuja akamuuliza, "We Adam, ni nini umefanya?" Alimwambia, "Si ni huyu mtu mwenye uliniletea. Si ni huyu mtu mwenye uliniletea. Sasa hebu ona." Ikafanya Mungu akakasirika na akamlaani. Bwana asifiwe. Kukosa kujua kuomba. Hebu angalia Daudi. Amefanya dhambi kubwa sana ambayo ni ya kuchukua mke wa mtu kwa sababu alikuwa anaoga kwa mtoni, na akamchukua na akaua bwana yake. Na hebu imagine, bado alisamehewa. Kwa nini akasamehewa? Kwa nini dhambi kubwa kama hiyo akasamehewa? Kwa sababu ya kujua kuongea na Mungu. Bwana asifiwe. Aliongea na Mungu vizuri. Aliambia Jehova, aliambia Mungu direct, mimi nimekukosea. Mimi hata sifai mbele zako. Nimefanya dhambi mbele zako. Yeah? Mambo yale ama maombi yale yakamfikia Mungu direct, Mungu akamsamehea. Amen. Amen. Mungu akamsamehea. Kuna watu wanaomba lakini unaweza jipata unaingia katika majaribu. Hata mtu kama Samson, usidhani ati hakuwa muombaji, alikuwa muombaji mzuri sana. Alikuwa muombaji mzuri sana. Lakini kuna spiriti moja tu ambayo ilimfuata. Spirit ya kupenda wanawake ilimsumbua. Na ukifuata maandiko utajua sio yeye alipenda kufuatwa na zile spirit. Ni kitu ambayo ilikuwa imetokana.
Sasa imetokana na familia yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu yule jamaa anaitwa Samson alizaliwa na msichana mmoja, ama historia yake, kuna msichana mmoja alikuwa maid. Na pale kwa ile harakati yule jamaa mwenye mnamuongelea anaitwa Yakobo akazaa na yule maid. Na yule maid kauzao kake ndiko kanakuja mpaka kanapata hiyo, kwa hiyo channel, kwa hiyo line unapata ndipo Samson alizaliwa pale. Kwa hivyo hii spirit ya kupenda wanawake na kutoka nje, hapo ndipo napataga mtu ameokoka. Ni mtu anamjua Mungu sana, hata pengine mwingine ni mhubiri. Lakini unapata ameenda amefanya jambo. Mke wake akimuuliza ni nini umefanya, na wewe ni mtumishi wa Mungu, anaanza kumwambia huyu mimi hata sijui nini nimefanya. Mimi nisamehe, mimi hii kitu ilinikuta hata sikujua venye ilinikuta. Mimi hata sijui mambo ilitoka wapi. Oi Mungu, nisamehe, sitawahi rudia tena. Baada tena ya wiki moja tena unapata amerudia same thing. Anakuja tena na kuambia wewe nisamehe, wewe mke wangu, mimi vitu hata sijui ni wanawake wananiroga ama ni nini. Sio kupenda kwake. Akianza chunguza pengine ametoka, kuna shida. Bwana asifiwe. Kuna shida. Samson alijaribu sana, lakini hakuweza, alijipata tu, na dakika ya mwisho alikufa akiwa katika mikono ya mwanamke. Bwana asifiwe. Na shida ilikuwa ni ile historia yake penye alitoka. Ni vizuri tujue pia historia zetu, ili tukue tukiombea zile situation, ama tukue tukivunja zile roho ambazo zinaweza fanya tuingie katika dhambi. Bwana asifiwe. Ni vizuri ujue hata jina yako. Sasa hivi tunasemaga hata ni vizuri ujue jina yako ni jina aina gani, hata kama ita maintain hiyo, upate kuitakasa, upate kuiombea, kuitolea dhabihu na kuambia Mungu, ninajua hii jina sio jina nzuri. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Jabez. Kuna wakati alikula shida sana, akashindwa ni kwa nini shida zinamkula hivi. Wakati alipoanza kufikiria, kutafutilia, ndio wakati alitafuta hapa. Kwa hii mstari wa 7 najua ilikuwa inaongelea kuhusu nitafute nawe utaniona. Hebu acha uone. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Kutafuta, unatafuta jambo ndio uconnect na Mungu. Jambo lenye linakusumbua ukitafuta utajua. Na ukishajua hapo ndio communication yako na Mungu itaanza. Kwa sababu Mungu anaweza kuwa amekunyamazia kwa sababu haujatafuta shida yako inatokana na nini. Haujatafuta mambo ambayo unayapitia kwa nini. Shida zenye unapitia kwa nini. Pengine ni kuoleka, hauoleki. Kwa nini uoleki? Unafaa uangalie, utafute, ujaribu kufanya kitu nitako spy. Utafute ni jambo gani hilo, na ukishajua ni jambo gani, hapo Mungu atakupea nafasi ya kuconnect na yeye, kwa sababu tayari umeshajua shida yako ni nini. Bwana asifiwe. Ndio niposa hii maombi 3 ambayo iko hapa. Kwa hiyo mstari wa 7 iko na maombi 3 ya ombeni, ujue kuomba nanyi mtapewa, na tafuteni. Kutafuta ni jambo gani linakuzuia? Ni jambo gani linafanya Mungu hakusikizi? Kwa sababu wakati umemuita Mungu mara moja, mara mbili, mara tatu hasikii. Hufai hata kumuita mara ya 3, kwa mara ya 4. Mara ya 4 ukimuita sasa inakuwa ni kama ni kelele, kumaanisha ameshakataa, na kuna sababu. Amen. Na kwa maombi haya ambayo ametufunza, anatuambia tufanye nini? Tutafute na tutampata, tutajua. Utajua shida yako ni nini, utajua ni kwa nini mimi mambo yangu inakuwa hivi. Utajua ni kwa nini mimi siolekaji, kwa nini watoto wangu hawaolekaji, kwa nini kwetu kunakuwa na shida aina hii, kwa nini kwetu tunakuwa na umasikini. Utajua kumbe kuanzia kule nyuma watu wote walikuwa masikini. Unaambia sasa, Jehova, ninakuomba niondolee umasikini. Hii jina yangu ambayo niliitwa, ninajua hakuna siku ambayo iliwahi pata utajiri, lakini kwa ajili Mungu wewe unaishi, na kwamba unafungua njia mahali ambapo hakuna njia. Nitengenezee jina kama Jabez aliambia Jehova, Mungu nibadilishie ama nitengenezee jina yangu ikuwe mzuri, kwa sababu aligundua kwamba jina yake ilikuwa inamaanisha machungu. Amen. Aligundua alizaliwa kumbe na akaitwa machungu. Bwana asifiwe. Sasa ile machungu kumbe ndio inamsumbua, inafanya siku zote anakaa na kilio. Wakati aligundua akaambia Jehova, ninakuomba upanue mipaka zangu. Ninakuomba Jehova, upanue njia zangu nipate kufaulu katika maisha. Hii jina yangu ninajua sio jina nzuri, lakini nakuomba uitakase. Ukishajua hiyo ni kutafuta Mungu. Ukishamtafuta Mungu kwa hiyo njia, utampata. Kwa maandiko yake inasema utampata. Bwana asifiwe. Na kwa ya 3 inasema namna gani? Bisheni nanyi mtafunguliwa. Watu wengine walishafika kwa mlango ya Mungu, lakini wakasimama hawagonga gongi. Wewe umesimama kwa Mungu, haugonga gongi. Ukisimama kwa nyumba kama za siku hizi ni za self, watu hata watokaji nje, hata choni ya ndani ya nyumba. Ukikuja usimame kwa mlango, hata kama pale kwangu ukuje usimame kwa gate, nani atajua kwa gate?
Si lazima ugongagonge. Sasa shida ya watu wengine, kwa hii formula ya kiroho, unafika kwa Mungu lakini haugongagongi. Uko katika madhabahu lakini hauambii Mungu nini unahitaji. Hauambii Mungu, haubishi. Umenyamaza tu, uko katika madhabahu, bora ukue. Bisha, fanya mambo mazuri katika madhabahu. Kubisha ni kufanya mambo mazuri. Mtumikie Mungu. Mfanyie Mungu kazi. Muite Mungu, mulilie Mungu, mwambie maisha yangu Jehova, ninataka nikuone. Ninataka unionekanie. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na utamuona Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Inasema utafunguliwa. Kwa hivyo kama ni mlango ambao ulikuwa umefungwa, utafunguliwa kwa ajili umemuita. Bwana asifiwe. Lakini ukinyamaza, unatarajia nani akufungulie? Hata kwangu, hata kwako sasa hivi nikikuja nisimame, utajua ni nani yako nje, hautajua kuna mtu nje. Bwana asifiwe. Labda kama sasa ni wakati ulikuwa na choe za nje. Na unajua kwa Mungu shida, Mungu anakuwa digital. Mambo yenyewe tunaona hapa duniani, hata kama kungekuwa na choo haiwezi kuwa ya nje, itakuwa ya ndani, ni self contained. Kwa hivyo hakuna mtu mwenye anatoka nje. Bwana asifiwe. Lakini ukigonga gonga atajua kuna mtu mlangoni na atakuja akuulize shida yako gani yako dada? Ni shida gani uko nayo? Na hapo utampa matatizo yako na atakusikiza. Usinyamaze. Bwana asifiwe. Ukiwa mbele za Mungu bisha. Fanya mambo ya kufanya Mungu ajue presence yako iko hapo. Bwana asifiwe. Fanya mambo za kufanya Mungu ajue unagonga, unaguza moyo wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu huwa anapenda watu ambao wanamfuatilia. Mkimnyamazia sana ndiye anaona na yeye anawanyamazia. Lakini mkivutuka kwamba mambo yetu sio mzuri, mwanze kumulilia, anaanza kuonekana kwa maisha yenu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Waacheni tujue kumuita Mungu. Bwana asifiwe. Waacheni tujue kumuomba. Waacheni tujue kubisha. Waacheni tujue kumtafuta. Kwa ajili tukijua hayo yote, haitakuwa ngumu kuconnect na Mungu. Haitakuwa ngumu kumuita Mungu na aonekane. Bora tujue jinsi ya kuomba. Tuache kuomba maombi mabaya. Tuombe maombi correct. Wakati uko na jambo lako, hata kwa hili kanisa nimewaambia, sasa hivi tuko na target ya mambo mengi. Wacha tufikirie venye tunaomba Mungu. Wacha tuambie Jehova, bariki kanisa yetu. Kumbuka kanisa yetu. Tusifanye ni kama ni mabishano tunafanya na wenye pengine nini, saliti kanisa. Tuombe Mungu direct. Mungu aone hatuna ubaya nao. Na hata ikiwezekana tusemage, wasamehe hawajui ile yenye walifanya. Bwana asifiwe. Mungu atatubariki automatic kwa sababu tumeondokea kiketi chake. Bwana asifiwe. Wakati una judge ukiwa kwa kiketi kusema huyu mtu akufe, huyu mtu mambo impate mabaya, ni judgment unafanya. Yaani sasa umekalia kiketi ambacho Mungu anafanya yeye akuwe amekalia. Sasa naye Mungu anasimama na kuangalia. Kwa hivyo utapata umeomba kwa miaka mingi lakini haitimiki. Wacha tugundue jinsi ya kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe. Nataka tumpigie Mungu makofi mazuri. Tumpigie Mungu makofi mazuri. Makofi ya kilo kwa Mungu. Tumpigie Mungu makofi ya kilo. Amen, amen, amen. Mungu awabariki sana. Mungu awainue. Hilo ndilo neno la leo la kujua kuomba. Bwana asifiwe. Tuzidi kumtafuta Mungu na tusichoke. Tusione ni kama Mungu ametunyamazia. Bwana asifiwe. Tusione ni kama hata akinyamaza mara moja, mara ya pili bado ataonekana tu. Bwana asifiwe. Kama mara ya tatu ijafika, wewe wacha kukoma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha tujue kumuita Mungu. Wacha tujue kubisha. Wacha tujue venye Mungu anatakanga. Wacha tujue maisha yetu imetoka wapi. Wacha tujue sisi ni watu sambuli gani. Wacha tujue hata majina yetu inamaanisha nini. Usikuwa unaita Mungu na jina yako tayari imeshakulani. Bwana asifiwe. Pingana na jina hilo. Ambie Jehova sasa jina hili na kuomba spirit za jina hilo ziniondokee. Ukishagundua hivyo tayari umeshajua mbinu ya kumfikia Mungu. Amen. Jabez wakati tu aligundua jina ndiyo shida, akaambia Mungu nipanulie mipaka. Bwana asifiwe. Alijua ni mtu kwanza alimwambia, unajua nini? Mama yako alikuzaa na akasikia uchungu sana, akakuita hiyo jina. Amen. Wakati alikuita hiyo jina ya uchungu, that's why unaona unapitia machungu siku zote. Wakati Jabez alijua hivyo akajua kumbe tu ni hii. Wakati aligundua, akamlilia Mungu, Mungu akafanya hiyo jina likatakasika. Hapo akaanza kuona mapenzi ya Mungu. Akaanza kuona nguvu za Mungu maishani mwake. Hata wewe ni hivyo hivyo. Jua kumtafuta Mungu. Bwana asifiwe. Jua penye shida iko. Ukishajua shida penye iko, Mungu hako tu. Mungu hajaenda mahali. Mungu hako tu. Atakutimizia yako yote ambayo unahitaji. Bwana asifiwe. Hilo ndilo neno la leo. Kwa wale ambao wako nyumbani, Mungu awabariki sana. Kanisa hili linaitwa Hema la Maombi na tunampenda Mungu na ni asante sana kwa kushiriki pamoja nasi na kuendelea kutazama mahubiri haya katika simu zenu na katika mitandao. Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema. Bwana asifiwe. Hadi siku ya Jumapili, mimi naitwa Samuel Hinga ama Pastor Sami,
Kwa jina ingine ni PSG1 ama Pastor Samingita 1. Ninampenda Mungu kama mwokozi wa maisha yangu. Amen. Mungu awabariki sana. Dada yetu, unaweza tustopia mtambo yetu kwa sababu leo yule ambaye anadilingi na cameras alikuwa ameenda safari kidogo, lakini nikuguza tu hiyo ya red.